na makusudi yake kwa kanisa. Kwa ndio ujumbe wa siku ya leo, karama za Roho Mtakatifu na makusudi yake kwa kanisa. Na kama tulivyoona, Roho Mtakatifu ni Mungu kabisa. Huwezi ukamwondoa kwenye nafasi ya Mungu, basi umeharibu kila kitu. Kama ambavyo wewe hivyo una nafsi, una roho, una mwili. Kwa tukiondoa mwili hakuna mwanadamu hapo. Tukiondoa roho hayupo. Tunasema marehemu, ndio majina inabadilika. Ukisikia roho imemtoka, huyo sio mtu. Sema marehemu. Mwili kama haupo, hapo sasa hatuoni hata kilichopo, roho ipo. Bwana Yesu tusaidie. Na ndivyo ilivyo, ukiondoa Roho Mtakatifu asiwe Mungu, umemkataa Mungu moja kwa moja. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Na hapa tunasema habari za Roho Mtakatifu na makusudi yake kwa kanisa. Kila unachokiona kimeandikwa kwenye Biblia kina makusudi kwa kanisa. Na Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa kutufundisha, kwa kutuonya, kwa kutukamilisha, kwa kutuadabisha, kwa kutufanya tuwe wakamilifu. Maana yake kama hicho kitu kimeandikwa, kimekusudiwa ndani yetu kwa ajili ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karama za Roho Mtakatifu ni zawadi kwa lugha tu. Ni zawadi ambazo watu tunapewa kabisa kabisa, wakati mwingine pasipo kufanyia kazi fulani, lakini hiyo zawadi huwa inatolewa kwa mtu mahususi. Ni zawadi inayotolewa kwa mtu sahihi, haitolewi. Ni zawadi kabisa, hata yeye huyo mtu japo anaonekana sahihi kikawaida, si kwamba ni stahili sana, ila inatolewa zawadi, kwa sababu zawadi ni kitu ambacho hujakifanyia kazi. Unashangaa mtu, zamani watu wanaupenda, yaani mtu akitoka safarini anakuja kabisa ameandaa pesa ya zawadi, kipindi watu wanaupenda. Unashangaa akikutana na mzee anampa. Yule hajafanya kazi, anapewa kitu bila kufanya kazi. Sasa ndivyo ilivyo kwa karama. Kwa kuna watu wanapewa sahihi ambao ni waliojazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanapewa pia na karama hizi, wanapewa na karama hizi za Roho Mtakatifu. Kwa huwezi ukawa na karama ya Roho Mtakatifu kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili uwe na karama ya Roho Mtakatifu. Na ukumbuke karama ya Roho Mtakatifu sio kipaji. Kipaji kinabaki kama kipaji, na karama ya Roho Mtakatifu inabaki kama karama ya Roho Mtakatifu. Kipaji mtu anaweza akazaliwa nacho na akakuwa nacho kama kitalelewa, kama kitaharibika kipaji. Lakini karama ya Roho Mtakatifu ni kitu kinachokuja kwa mtu baada ya kumwamini Yesu Kristo na kujazwa Roho Mtakatifu. Anapata neema ya kukirimiwa karama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tusome alafu tueleze kusudi hilo. Alafu nimesahau saa yangu huko nilipokuwa nimekaa. Bwana Yesu asifiwe. Korinto kwanza 12. Karama za Roho Mtakatifu na makusudi yake kwetu kanisa.
tuanze mstari wa kwanza, nitasoma kwa haraka. 12 Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza hadi hapo nitakapoishia. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hakuna mtu hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Hapo kuna pointi tulisema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine tafsiri za lugha. Katika kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hey, tupo au tumesinzia? Umenisikiliza vizuri? Bwana, ni eneo la wamama au na mabinti? Bwana Yesu asifiwe. Wamama na mabinti, mmesikia nilipokuwa nasoma? Nimesoma ngapi karama? Kama ulikuwa unanisikia, nimeanza kusema kwamba mwingine apewa hekima. Nimesoma ngapi? Au tulikuwa tumesinzia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimezisoma pale, ziko kadhaa, tutazisema hapo. Kwa hivyo kuomba karama za Roho Mtakatifu, wewe au mimi, unahitaji kwanza kuomba Roho Mtakatifu akujae katika maisha yako, kwa sababu yeye ndiye huzigawa. Yeye ndiye huzigawa. Maana yake, Bwana Yesu asifiwe. Nikutolee mfano. Wewe mama, kwa mfano, kama mimi hapa, mimi nina pesa na unahitaji, unataka nikupe hiyo pesa. Mimi hapa pengine nina begi la pesa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba msikie hapa, alafu utajua. Nina pesa na unaitaka, ili uipate unahitaji pesa au unanihitaji mimi? Yaani nina pesa naitaka, mimi ndio naimiliki hii pesa. Ili uipate hiyo, unanitaka mimi nije au naitaka pesa ije? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake pesa haitakuja mimi nisipokuja, kwa sababu nimeibeba, inaimiliki mimi. Kwa karama za Roho Mtakatifu, ili sije kwako, ili itende kazi kwako, unahitaji ujazo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nasema ule mstari wa 11 ndio somo la mwisho, kwamba yeye anamgawia kila mmoja kama apendavyo yeye. Maana yake yeye ndiye hugawa, na ili niwe na hizo karama, ninamhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu. Nitakapokuwa na Roho Mtakatifu, itakuwa ni jepesi karama kutenda kazi katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ukinipata mimi kama nina pesa, uwe na uhakika kama siku hiyo nyumbani hatuna chakula, kwa sababu nimekuja kwako na nina pesa, tutaenda kununua chakula. Si kweli?
Labda nyamaze kinyo siseme. Au pige kono sema leo tumefunga hatuli. Kama Zanzibar walitangaza ni marufuku kwenye mwezi wa Ramadhani kupika chakula mchana. Kwa kina mama ntilie hawana chakula. Bwana Yesu atusaidie. Zanzibar hawana chawa kina mama ntilie. Kwa makusudi ya hii zawadi ya kuzawadiwa, hii zawadi ya aina ya karama au ya karama, maana karama yenyewe ni zawadi. Makusudi ya karama ya Roho Mtakatifu ndani yetu ni kwa sababu au ni kwa ajili. Pale ameandika mstari wa 7, kama ulikuwa unanisikiliza, mstari wa 7 kama unaangalia, ukiangalia ule mstari wa 7 unasema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa kusudi la karama za Roho Mtakatifu ndani yangu na ndani yako, tusaidiane, unifae nikufae. Maana yake tutaona hapo, utakuwa na hiki mimi sitakuwa nacho. Kama una karama ya uponyaji, mimi sitakuwa nayo. Wakati nimeugua, wewe hiyo karama ya uponyaji itaniponya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani basi mimi nitakuwa na hekima, wewe hauna. Wewe una uponyaji, mimi na hekima. Wakati ambao umeingia kwenye shida, kuna jambo limekutatiza, mimi karama ya hekima itatatua tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema kwa kufaidiana, kwa kusaidiana, kwa kuwezeshana, ndio kusudi kubwa. Na kwa sababu hiyo kuna kila muhimu wa kutaka kuona karama za Roho Mtakatifu zinatenda kazi ili tusaidiane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huo mstari wa 7 kwa kusudi aliweka pale mtumishi wa Mungu Paulo, kufaidiana, unifae nikufae. Maana yake usiwemo kanisani hauna unayekufaa, usiwemo kanisani kwa hasara. Kama basi wewe ni hasara kwangu, uwe hasara kama uwe faida kwa mama Masemere. Kama mimi ni hasara kwako, niwe faida kwa Boni. Unaona? Kwa kama nitaonekana sifai kwako, nitakuwa ninafaa kwa mwingine. Pengine nitaonekana nina karama ya muujiza ambao na wewe unayo, unasema mimi hata hiyo ninayo, basi nikutane na mwingine ambaye hana hiyo, nimsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu hiyo, kufaidiana, kusaidiana, kuwezeshana na mengine mazuri, sababu hiyo imeruhusu tuwe na karama. Bwana Yesu asifiwe. Nzuri mno kwa kanisa, na kanisa lililo hai limezibeba zote 9. Sababu yamo matatizo mengi mbalimbali ndani ya kanisa ambayo yanategemea hizi karama 9, maana ziko 9. Ziko 9 ndani ya kanisa. Kuna matatizo ambayo yanategemea hizi karama 9. Kwa inapokosa moja, basi hilo tatizo halitatatuliwa. Tutaishi kanisani na tatizo hilo, madamu hakuna karama ya kulitatua ndani ya kanisa, basi litakuwa pengo la muda wote kwenye kanisa husika. Na kama linaweza likawa pengo, maana yake tunahitaji uhai wa karama zote ndani za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa zitende kazi. Itende kazi hiyo moja kwangu, nyingine itende kwako, nyingine itende kwa baba yule, kwa kijana yule, na hata kwa mtoto itende, tuletee manufaa ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Mimi nakwambia kikosa, ukikina kutania, jaribu unyofoe tofali hapo moja. Ni tofali 10 zimepiga kozi fulani, nyofoa moja, halafu ache hivyo hivyo, lazima utaona pengo. Au sisi tuna meno jamani. Kwa mfano kama na meno 32, likimoka moja, sinabaki pengo siku zote. Sinabaki pengo.
maana yake kuna upungufu pale. Ndivyo ilivyo kama Roho Mtakatifu na karama zake zile 9 katikati ya kundi, kama mojawapo ya karama haitendi kazi, lipo pengo. Na kama lipo pengo, nini tufanye? Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa ukamilifu na utimilifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende hapo, karama za Roho Mtakatifu na utendaji wake kazi. Hizi karama ambazo ni ngapi? 9. Ziko 9, tunaziona sasa. Baada ya hapo naona tutakuwa tumemaliza karama hizi za Roho Mtakatifu na utendaji wake kazi. Karama hizi za Roho Mtakatifu ziko 9, lakini zimegawanyika katika makundi mangapi? 3 katika utendaji wake wa kazi. Bwana Yesu tusaidie. Karama hizi za Roho Mtakatifu ziko 9 na zimegawanyika katika makundi 3, na kwa sababu hiyo tungeweza kuona moja moja, lakini tutaziona kwa makundi hayo 3 ili kuokoa muda. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotangulia, ziko 9. Sasa kundi la kwanza la karama hizi, kama naandika, ni zile zinazowezesha au zinazotoa uwezo wa kujua zinatoa uwezo wa kujua nje, yaani uwezo wa kujua nje ya ufahamu wa kibinadamu. Hizi karama zinakupa uwezo wa kujua, wa kufahamu, wa utambuzi, wa uelewa nje ya fikra, ya fahamu za kibinadamu. Maana yake zinajua zaidi ya mwanadamu awaye yote. Bwana Yesu asifiwe. Zinajua zaidi ya mwanadamu. Zenyewe zinakupa uwezo wa kuona hata kama ulipo. Tunaona ambapo ni vigumu sana mwanadamu anaona na anaweza akakipatia kitu majibu, kwa sababu anakiona na anapofikiria kwa ufahamu aliopewa na Mungu akatoa majibu. Lakini zenyewe zinakupa uwezo wa kujua kinachotendeka Marekani. Wakati uko hapa unaweza ukakipatia majibu. Mtu anatoka Burundi anakuja hapa, anafika anawaambia matatizo yenu, anafika anawaeleza shida zenu, anafika anawaambia udhaifu wenu, na unakuwa ni sawa, na hajawahi kushuhudiwa na mtu yoyote. Na wakati anawaambia sijawahi kufika mahali hapa, wala sifanani na mtu yoyote mahali hapa, lakini kwa sababu ana mojawapo ya hizi karama zinazosababisha kujua nje ya ufahamu wa kibinadamu, anawaeleza. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi tunaelewana au hatuelewi? Tusichoke. Hivi nasema ni wakati wa kuamka, kwamba usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi tutoke kwenye usingizi. Tutoke, tusiruhusu kuchoka kiroho. Yaani tukichoka kiroho tutakuwa vibaya mno. Bwana Yesu tusaidie. Zinazosababisha kujua nje ya ufahamu wa kibinadamu nazo ni hivi. Moja ni neno, pale tumesoma mstari ule wa 8, neno la maarifa, neno la hekima. Lakini ukienda mstari kuna neno limeandikwa kupambanua roho. Bwana Yesu tusaidie. Kupambanua roho. Ziko 3 zinazokupa uwezo wa kujua, wa kuelewa, wa kutambua mambo ambayo mwanadamu kwa ufahamu wake hawezi kuyatambua. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
napiga stoni nini? Ulishawahi kupiga mpira kwenye jiwe? Yaani ukiupiga unarudi. Je, waangaliaji wa mpira ukikutana mchezaji kipigiwa pasi hajui control, nashangaa mimi nampigia sema nyumba na sebule sasa hiyo. Maana yake mpira na mgongo unarudi. Bwana Yesu asaidie. Bwana Yesu asifiwe. Upate kujua kwamba zinakupa hekima, neno la hekima, neno la maarifa, kupambanua roho. Mimi ninasemaje? Matendo ya Mitume 16. Kama ni vizuri hapo tunasoma. Mwingine Matendo ya Mitume 5:3. 16 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Sasa hapa kuna huyu dada ambaye nimesoma hapa, ni dada mmoja alikuwa na pepo la uaguzi, la utambuzi, ambalo pengine wewe ungesema huyu anawashuhudia ndivyo walivyo. Na sasa kuna watumishi wengi unaweza kukuta kabisa wanazungumza maneno ya Mungu, maana yake bila kuwa na hizi karama hutamjua. Katika hali ya kawaida ilikuwa ni vigumu sana kulifikiria kuwa vile ni pepo, lakini Paulo akiwa na roho ya kupambanua roho, karama ya kupambanua roho, na yeye ukisoma vizuri unagundua hakujua siku moja. Ndio maana sasa kwa siku nyingi yule dada alifanya. Maana yake akina Paulo wakati wanaenda kanisani, ile njia waliipitia, na yule dada alipokuwa akiwaona alikuwa anasema, hawa ni watumishi wa Mungu wanaowahubiria habari ya wokovu. Si mmesoma pale? Lakini kikweli aliyekuwa anasema ndani ya yule dada alikuwa ni pepo mchafu, pepo la utambuzi au uaguzi. Anasema wanaowahubiria hawa watu wanaowaambia habari ni watumishi wa Mungu, muwasikilize. Siku nyingi Paulo sijaliomba, sijilikuaje. Siku moja wameenda, wako na kina Luka mwenyewe wameenda, anashangaa ninarudia, yule dada katokea akasema, hawa ni watumishi wa Mungu wanaowahubiria habari za wokovu. Paulo akasema, ni kweli tunatushuhudia kabisa tulivyo, lakini wewe sio Roho Mtakatifu, wewe ni pepo. Bwana Yesu asaidie. Wewe ni pepo. Na wengi zaidi watumishi wa Mungu, wengi zaidi waamini wameshapigwa, yani wako na wako juu wanaelea. Bana kuna watumishi wengi, na wengine watu kapigia simu mpaka kuambia nyumbani, nakuona mmevaa gauni nyekundu, nyumba yenu iko hivi na hivi. Huyu ana roho wa Mungu. Lazima utambue. Bwana tusaidie. Sema hamna. Paulo akasema usinileteza kuleta. Akasema wewe pepo wa uaguzi, mtoke zai kwa jina la Yesu. Pepo akatoka. Ikaleta mgumai. Kama nakumbuka ndio kisa cha Paulo na Sila kufungwa gerezani. Yaani kilichosababisha tunaimba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Sio tunaimba watoto na tuliimba. Sababu alitoa huyu pepo aliyekuwa ndani ya ungana. Wakawakamata Paulo na Sila, wao walikuwa ni Wayahudi. Na kipindi hiki wako Filipi. Wakatoa walikuwa na Luka, walikuwa na Timotheo. Kwa sababu Luka yeye hakuwa Myahudi kiasili, na Timotheo wakawaachia, wakakamata Wayahudi. Nasema hawa jamaa ndio wanatuletea shida. Sasa wakiwa gerezani wakaomba milango ya gereza kaachia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu alimkemea pepo aliyekuwa anawashuhudia.
unamhitaji Roho Mtakatifu. Hivi hapo umenielewa vizuri kweli? Ushanielewa habari nguvu ya hizi karama, uwezo wa kujua. Akajua ushuhuda ni kweli kabisa. Ni kweli ninauma. Ni kweli kabisa unachoniambia ndivyo ilivyo. Ni kweli kabisa umeniombea nimepona. Lakini kikweli utaniombea kwa Roho Mtakatifu. Wewe ni mganga kienyeji, toka kwa jina la Yesu. Unaona? Hivi mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile Matendo ya Mitume 3 mstari wa 2, 5 mstari wa 3, 5 mstari wa 3 ni habari za Anania na mkewe. Anania na Safira wameahidi wana uwanja kwa watagusa wapeleke pesa mikononi mwa mitume ifanye kazi sawa na vile walivyokuwa wameahidi. Kumbe walipouza wakauza hela nyingi, huku wakiwa nyumbani wakasema tuweze kuipeleka yote. Wanapofika wanasema uongo. Petro akiwa amejawa mojawapo ya hizi akagundua wanasema uongo, akasema wewe ndiye nimekuacha hata unamwambia Roho Mtakatifu uongo. Na kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetoa ufahamu, akamfahamisha Petro, kamwambia wewe amenena uongo. Katika roho Paulo Petro akagundua wamesema uongo, wameuza milioni 1 wameleta 500,000. Sema mbona unamwambia Roho Mtakatifu uongo? Pale Anania kafa na mkewe, kama nakumbuka hiyo story, walikufa wote siku hiyo hiyo. Alituaje wakati wa kuwepo hizi ngoma hizi? Tunaona umuhimu wa Roho Mtakatifu. Mengi tutashinda, mengi tutaelechua, mengi hatutaendaenda. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Hivi tuko sawa kabisa au tunachechemea? 13 hiyo Matendo, yani hapa tunaenda na Matendo hivi vitu, na hii ndio mone, yani kanisa linapimwa kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Kanisa lolote linanoshwa, rula yake ni Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume. Kanisa lililo hai tunalipima kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tukigundua liko kinyume, tunasema hapa hamna kanisa, hapa kuna machafuko. 13 Matendo ya Mitume, 13 Matendo ya Mitume, tuko kwenye zile zinazowezesha kujua. Mstari wa 8, alafu kuna kahari kaewa kwa kama vile tutakaombea leo. Na hivi tunafundisha na tukaombelete. Si tutaomba, tutakaombea kaishe. Mwenye kameshani baba. Bwana Yesu tusaidie. 13 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, hapa ndio jina la Paulo kwa mara ya kwanza kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hey, haleluya. Hapa ndio kwa mara ya kwanza Sauli anaitwa Paulo. Siku nyingine ndio hapo. Sasa sijui alikuwa amebatizwa lini, lakini hapa kwa mara ya kwanza anatajwa kama Paulo kwenye Biblia. Ambaye ni nani? Moyo wa kuiacha ile. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Tunaona, ngoja nisome halafu nikaelezea atakapo tutanielewa. Akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huache kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiu kikamwangukia, na giza akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Tunaona hapa, ngoja nikueleze, labda situko kwenye karama zinazosababisha kujua. Paulo na Barnaba, alikuwa Paulo Barnaba na mtumishi wao anaitwa Yohana ambaye ndio mwandishi wa kitabu cha Marko. Wako maeneo ya Pafo
wanahubiri injili. Safari yao ya kwanza kwenye kuhubiri injili, wametoka Antiokia ya Shamu, baada ya kusema Roho Mtakatifu kuambia nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Wakati wameenda kuhubiri injili, wao ni Paulo na Barnaba na Yohana ambaye ni Marko, mwandishi wa injili ya Marko. Wakati wameenda katika eneo hilo wanahubiri injili, wanakutana na mtu mmoja alikuwa ni mwali anaitwa Sergio Paulo. Anaitwa Sergio Paulo. Wanahubiri injili, maana aliwasikia wako maeneo yale, akawaita. Anapowaita wanahubiri injili, akawepo jamaa mmoja anaitwa Elima, wakati anaitwa Baryesu. Alikuwa anaitwa Baryesu. Na ndio maana mimi mara nyingi napenda kusema Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana kina Yesu walikuwepo. Anaitwa Baryesu. Tafsiri ya Yesu anasema Elima mchawi. Yule jamaa alikuwa ni mchawi. Wakati akina Paulo wanahubiri na jamaa wale, jamaa katika ulimwengu wa roho na Yesu mchawi akageuza fikra za Elima za nani za Sergio Paulo ni wale. Kwa wakati wanahubiri, jamaa wanapiga neno la Mungu linagonga tu linawarudia, wanapiga neno la Mungu hadi ni wale ana Paulo wala hawasikilizi. Yaani kama ambavyo unaweza kukuta mtu anahubiri kanisani, unafikiri anahubiri. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama anaambia nini? Marobot. Anaambia masanamu. Sanamu si alisemi. Tumesema kasuku yeye ukisema asifiwe. Na kenyewe kanasema Bwana asifiwe. Si kasuku, kenyewe kana. Bwana Yesu asaidie. Hata wakati wanahubiri, wanapiga neno jamani na warudi. Wanapiga anasema ni nini? Paulo karama hizi za kujua, akajua kinachoendelea, akagundua pembeni yao kuna jamaa mmoja anaitwa Elima, amemtia upofu asiwaelewi kile wanachokisema. Akasema maana bila sana akijaa Roho Mtakatifu, maana yake mpaka hasira ilitokea. Kaomba ni nini? Roho Mtakatifu akamjaa. Anapomjaa anaachia karama moja wapo ya kujua, na anapojua anagundua hiki tunachokiona kinasababishwa na huyu jamaa. Anasema ewe mwasi uliyejaa, mwenye kupotoa kiota ya Mungu, watu kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka, kwa hasira ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa kwa muda. Sasa sijui ilikuwa ni mwezi au siku moja, hutaliona jua, maana tunakuwa kipofu. Samejaa Roho Mtakatifu. Yaani kama tumejaa Roho Mtakatifu, mambo makubwa yatatendeka hadi watu watashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamkemea, mara kingi kamwangukia, jamaa kawa kipofu pale pale. Lakini nini kimesababisha? Moja wapo ya karama zinazosababisha kujua zimemfanya Paulo ajue hapa tumeshapigwa. Kwa hiyo tunafanya mageuzi, na katika Roho Mtakatifu mageuzi yanafanyika. Yawezekana kuna mtu tunaona hawezi kubadilika, na mara zote tunaona kama anaenda kumbe haendi, lakini kama Roho Mtakatifu yupo atatujulisha namna gani tuseme naye, namna gani tuzungumze naye, namna gani tumuongoze ili amwishie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya kumkemea yule jamaa ambaye alikuwa mchawi na akaangukiwa na kiu akawa kipofu, yule liwala akafunguliwa, sasa akaachiliwa katika ulimwengu wa roho. Wakapiga neno la Mungu linamwingia, wakapiga neno la Mungu linamwingia, akamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio faida ya hizi karama. Vinginevyo hakuna matokeo tutakayoyaona kama hatutaruhusu karama za Roho Mtakatifu zitende kazi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Niombe uandike Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 16 hadi 27. Sisomi. Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 16 hadi 27. Nitaelezea. Baada ya kuwa Daudi amekufa, Biblia inatuambia mwanawe Sulemani alitawala kama mfalme. Ninasema wakati mfalme Sulemani ametawala, wakati amejenga hekalu la Mungu, akaenda kumwomba Mungu na Mungu akamtokea. Na wakati Mungu amemtokea, akampa fursa, akampa nafasi ya kwamba achague
Mungu anachokitaka kwenye maisha yake. Biblia inasema Mfalme Sulemani akachagua kuwaongoza watu wa Mungu kwa haki, kuliongoza taifa la Israeli kwa haki. Na alipochagua hivyo, Mungu akamwambia, umechagua kitu bora, nitakupa hiki ulichokiomba na mengine ambayo kuliomba nitakupa. Akamjaza hekima, akamjaza maarifa ya ajabu, akampa ambaye alikuwa ni wa ajabu, aliyetajirishwa kwa namna ya ajabu. Mtihani wa kwanza wa ile hekima aliyopewa, Biblia inaniambia kwenye hapo nilipokutajia, akakutana na kesi wakati yuko anatembea na walinzi wake, akakutana na kesi ya wamama wawili ambao ni kama alikuwa makahaba. Bahati mbaya au nzuri, wakati wa kazi yao walipata mimba, wakazaa. Walikuwa wanaishi geto moja, kama ambavyo naona watasema tunaishi geto moja. Wakazaa wote kwa wakati mmoja. Wakati wamelala wale wadada, mmoja wale wadada akamlalia mtoto wake. Biblia inavyosema akapa yule mtoto. Bahati nzuri ile dada aliyemlalia yule mtoto, kwa bahati nzuri kwake yeye akawahi kusituka kwenye usingizi, akagundua amemlalia mtoto wake na mtoto wake amekufa. Huyu dada ambaye alikuwa yeye mtoto wake mzima bado amepigwa usingizi, akabadilisha, akachukua mtoto wa dada yule mtoto aliye hai akampeleka kwake, akachukua aliyekufa mbele wa kwake akampeleka kwa yule dada. Bwana sasa ni mtihani wa kupima kipimo cha kuchukua. Wakati anaamuka dada anasema, nilipomwangalia mtoto wangu nikagundua yule mtoto wangu kwenye ile kesi. Anakutana wanazozana, akamwambia nini, kuna nini, bwana shida? Dada moja akasema, mimi mfalme, kuna nini? Tulizaa wote watoto, kawaida tulikuwa tumelala pamoja, na shangaa nilipoamka nikakuta ni mtoto aliyekufa, lakini nilipomwangalia sana yule mtoto aliyekufa nikagundua sio wangu. Nilipoangalia nikagundua wa kwangu yuko kwa dada mwingine ambaye yeye yuko hai, mtoto wangu. Anasema sasa yule dada maana mtoto wake amekufa, lakini sasa hivi ana mtoto aliye hai. Akasema hamna, ni mtoto wangu, yeye ndiye amemuua. Mfalme ile ikamtatiza kwa muda, akasema usinichezee. Akatuma wale, akasema leteni upanga. Akasema kuna nini hapa? Leteni upanga. Wakatumia wale wadada wajue kinachoendelea, wakaleta. Akasema sasa ndopo lazima huyo mtoto aliye hai, kata vipande viwili, mpe huyu kimoja, sasa sijini cha mguu, mwingine cha mikono, cha kichwa. Yule dada ambaye anajua mwanae yuko hai akasema mfalme hamna. Akasema muache awe hai, yaani awe hai. Sasa hekima ya Mungu haina hasara, hekima ya Mungu haina hasara. Ile si hekima ya Mungu. Yule dada kwa sababu anayehusika ni Mungu pale. Yule dada ndio mtoto wake alishakufa, akasema hivyo mfalme, wote tukose. Wanazaidi aliruka kama hivyo wote tukose, maana analeta shida hapa. Mfalme akagundua wewe unatupiga na kitu kizito kichwani. Bwana asifiwe. Akasema chukueni mtoto aliye hai, mpe huyu dada aliyesema tusimuue. Akaibaliza kesi. Bwana asifiwe. Ninasema hiyo hukumu iliwashangaza watu wote. Kwa nini? Aliyehusika ni Mungu. Maana yake kwa sababu Agano la Kale Roho Mtakatifu pia alihusika na wafalme, alileta hiki kitu kinachoitwa hekima ndani ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na karama za namna hii ndani ya kanisa, mambo mengi hatatushinda. Mambo mengi tutayajua namna tutakavyofanya, tutaelewa namna tunavyopaswa kuenenda, na kanisa litanyoka. Kuna watu matatizo yao yatatatuliwa. Kuna watu ambao shida zao zimekosa majibu, lakini tukiruhusu karama hizi zinazotupa uwezo wa kujua, matatizo yao yatatatuliwa. Hawatakuja kanisani warudi na matatizo yao, hawatakuja wamekosa majibu warudi hawana majibu. Watarudi nyumbani wana majibu, wana matumaini, wana furaha, maana matatizo yao yametatuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu anatupa hivi vitu. Haleluya, haleluya. Yaani hapo tuko vizuri. Lakini kundi la pili, Bwana Yesu asifiwe.
Hivi kweli tupo? Mnanishangaa, mnanisikiliza vizuri sana kwa umakini, hao mnaniona napita pita. Bwana Yesu asifiwe. Safi kabisa, rekodi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vipi? Unanisikiliza? Haleluya wa mama. Mwingine amefanya hivi. Haleluya, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuanze kutoa kozi za kusema amina. Zile zinazosababisha kutenda, zile zinazosababisha kutenda nje ya kawaida ya ubinadamu, zile zinazosababisha kutenda, kufanya nje ya kawaida, kutenda nje ya kawaida ya ubinadamu. Unaponya wanasema ukimwi hauna nini, lakini kwa Mungu, kwa Roho Mtakatifu una dawa. Kwa Mungu una dawa. Kansa, sijui nini, chochote unachokijua wewe, tatizo lolote unalolijua wewe, shida yoyote, tatizo lolote, kwenye hizi karama zinazosababisha kutenda linatatuliwa. Shida yoyote ni wewe tu, ni maombi tu, ni uhitaji tu, ni kiu tu ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Kanisa likiwa na karama hizi zinazosababisha kutenda kwa ukamilifu na utimilifu, maana yake ni nayo mwingine anayo wakati anahusika na utumishi. Nakwambia kila tatizo itatatuliwa. Hili na tatizo, kila shida, na kwa viwango vya ajabu, kwa hali sio ya kawaida, kwa namna sio ya kawaida, ambayo inabaki na washangaza madaktari pigwa, watu ambao ni pigwa, wana maarifa pigwa, wana sayansi pigwa, wanabaki wanashangaa hili tatizo, hili jamaa litatuaje? Ukisoma historia ya kanisa, sio huko mbali, historia ya kanisa na kutoka huko mchungaji huko kwa hawa ambao wakina Charles Palm walipokea injili kwao. Huyu huko akina Charles Palm, hawa kama hamfahamu, ndiye aliyewapa wanafunzi akina William Santo, hawa waliouinua upentekoste tulionao huko Marekani ile mwaka 1909 hiyo. Sasa Charles Palm alikuwa ni mwalimu wa chuo, akawapa mtihani wajue kwamba tunawezaje kulijua kanisa hai. Wakati wanakisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, kikawafanya uamsho kuamka, wanachunguza kitabu hiki. Sasa kile Charles Palm, kuna watu walipokea kwao injili, kwamba wale watu walikuwa wamejaa mpako wa ajabu. Yaani watu, kansa inawaachia watu, yaani vitu vinadondoka, mtanauma, kila kitu kinadondoka kwenye mwili wake, kimeshamwa adhibu za kutosha, upako wa ajabu. Tuende huko kwa mitume, sio kwa mitume tu, huko hapo nenda tu kwa watu watumishi wa Mungu waona. Tumekuwa tukiwasema akina Moses Korora, yaani wengine wanakana, lakini ukisoma historia ya Moses Korora kidogo mgawanyiko wa kanisa lake, kanisa la EAGT na TAG kidogo limpunguzia upako, lakini kabla ya hapo ukisoma historia ilikuwa baraka. Inawezekana tulimuona sisi sasa kidogo upako ulipungua, ilikuwa si mtu wa kawaida. Akina Andrea Simba, akina Ana zikapiga huyu Lazaro wa TAG ambaye amefariki juzi tu, jamaa wa Arusha, walikuwa na nguvu ya ajabu mno, kwani wamejaa Roho Mtakatifu na karama za tenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akina Dashima yuko huko, mtoto anakufa, na mtoto amekufa, nasema Mungu hajaniambia mtoto wangu atakufa, inakuwaje amekufa? Mnazeni ndani mpaka nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Na ubiri injili nikimaliza, itakapokuja nimkute.
Anaenda anafika na mwanangu yenuka kwa jina la Yesu, amka. Mtoto anaamka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa si kawaida. Kwa nini? Walijawa Roho Mtakatifu na akatembea nao. Haleluya, haleluya. Watu wanahubiri Injili, wanapotoka kwenye vile viwanja vya Injili, wiki nzima, mwezi mzima, mtu akienda kwenye kile kiwanja ana pepo, anaanguka, anapona kama ni mgonjwa, ila wanamwezi wametoka. Haleluya. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Karama za kutenda ambayo ya kwanza ni uponyaji. Matendo ya miujiza, imani. Bwana Yesu asaidie. Uponyaji, matendo ya miujiza, imani. Vitende kazi ndani ya kanisa. Vikitenda kazi ndani ya kanisa, ninakwambia mwezi mmoja ili kanisa mtaliona dogo. Kwa sababu watu wana matatizo sana. Watu wana shida sana. Na ndio maana wanajaribu kukimbia kwa mitume na manabii wanaowatapeli, wanaoharibu ndoa zao, wanaoharibu uchumi wao. Maana hawana majibu. Maana hawana majibu ya maswali yao. Lakini tukiruhusu ujazo Roho Mtakatifu na hizi karama zinatenda kazi, mimi nakwambia watu watatoka mikoa mingine, watu watatoka nchi zingine, watu watatoka bara lingine, watamjia Yesu Kristo tunayemsema, ambaye ameachilia Roho wake Mtakatifu, na huyo Roho ametupa karama zinazotenda kazi, zinazofanya kazi. Watu watatushangaa. Mimi nakwambia mwezi kanisa tunaweza tukaliona dogo, kwa tupanue tupeleke kule. Kwa nini? Mambo yanafanyika makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanatendeka makubwa. Uponyaji, matendo ya miujiza, imani. Kanisa ni ya kwetu hayo, sio ya watu, ya kwetu pia. Na Mungu anasema Mungu sio Mungu wa wafu. Mungu ni Mungu wa walio hai. Maana yake Mungu ni Mungu wa mzee Makaja. Ni Mungu wa mama Masemele. Maadamu uko hai wewe, una nafasi ya kutaka Mungu atembee na wewe. Mungu asimtembea na kina Elia, Mungu simtembea na kina Paulo, lakini akina Paulo wamekufa. Mungu simtembea na kina Moses Corona, wamekufa, hatuko nao. Wewe Mungu umesema ni Mungu walio hai, na maadamu niko hai, Bwana tembea nami katika maisha yangu. Nenda nami Bwana, fanya pamoja na mimi. Na Mungu hafanyi mwenyewe, anakutumia wewe kama mtumishi wake. Ni kujua tu nafasi na kusudi ulioitiwa na Mungu. Yaani mimi nawaambia, mbona Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Matendo ya Mitume andika, mimi nawaambia rura na matendo ya Mitume. Modeli wa kanisa ni matendo ya Mitume. 5:12 hadi 16 andika tu. Halafu Matendo ya Mitume 19:11 hadi 12. Hiyo Matendo ya Mitume 14:8 hadi 10. Halafu Wafalme wa Pili 2 mstari wa 23 hadi 25. Yaani vitu vizuri mno. Ngoja nikueleze hapa. Pa kwanza patano. Biblia inasema hivi: na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Nao watu waliokuwa katika walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walimwadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Baada ya hayo mambo makubwa kutendeka, hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majambi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmojawapo. Nayo makutano ya watu wa miji iliyo kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakawaleta wagonjwa nao walioudhiwa na mapepo wachafu, nao wote wakapona. Hivyo naona hapa ilifika hatua watu si wana hiyo
hiyo inatenda kazi ile ya kutenda. Ilifika hatua Paulo haombi wala hana mpango wa kusema kwamba wewe toka. Hasemi. Majamaa wanapenda kwenda kusali saa 9. Kiburi maana yake kinaelekea wapi? Saa 9 zikiko hiyo. Wanajua Paulo akija kwa upande huu kiburi chake kitakuwa huko, na bahati nzuri saa 9 kimeshaanza kurepuka. Wanapanga wagonjwa. Ni Petro limejawa Roho Mtakatifu na hizi karama zinatenda kazi. Yaani anapita tu anaenda kanisani. Wagonjwa vilema wanatembea, wanaamuka, mapepo yanawajia. Yeye anamtukuza, wanabaki wanamtukuza Mungu. Maana karama hizi za kutenda zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaongezeka, maajabu yakatendeka. Haikutegemea tena watokwe jasho, haikutegemea tena baada yaani maomba hadi unakesha. Unajua sasa hivi kuna watu wanaomba hadi wanaacha watu wanapeka. Yaani mnaombea mtu hadi mnatoka mnasema kama tumwache hadi ataamka. Acha wao. Mungu atusaidie. Mungu kabisa atusaidie. Wengi wanawaacha watu wanapeka. Kwa hiyo wanaacha ile pepo zilizoingia kwa jina la Yesu. Linapiga kumeshajikwa. Kama jikwa sana maumivu yanapika. Inaenda mdogo yanaisha. Na lenyewe liko lishaungua. Linapiga linatulia hadi linaisha linapoa. Unaona mtu linaachia mtu na kumbe bado yumo na pepo. Bado nimemwacha. Hamna. Lakini wale jamaa wamejaa Roho Mtakatifu. Haikuwahitaji waanze kuomba. Anatembea kiburi kikipita, mtu hayupo. Sio mgonjwa tena. Alikuwa ni kipofu, sio kipofu tena. Alikuwa na mapepo amepagawa. Yaani kiburi kikipita tu, pepo tunaungua tunaenda, nenda. Halipo. Bwana Yesu asifiwe. Acha hija saa hivi. Na wengine huko kwenye maombi hadi wanakanyaga. Anakanyagwa tena kama mama wanakubali tu wanakanyagwa. Na wengine wanapigwa tu. Ile haikuwa hivyo. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Yaani wewe Mungu jamani ni mzuri. Tukimuhusika na tukamwomba. Yaani ninakwambia imekuwa ajabu. Ili vingine Bwana Yesu asifiwe. Hii ya 19 Matendo ya Mitume 19 mstari wa 12, 11 na 12. Ukianza tu pale kwa vitabu vinavyoandikwa unasikia wana wasekewa. Lakini haina maana wana wasekewa. Ile mstari miwili inamzungumzia Paulo. Mstari wa 11 na wa 12. Kwamba kwa mkono wa Paulo zikafanyika ishara nyingi mno huko anahubiri Injili. Mno. Biblia inasema watu wakawa wanaenda kuchukua nguo za Paulo, leso za Paulo zilizotoka mwilini kwake. Wanapeleka, wamesikia mgonjwa yuko Bugando, yuko mahututi, wamesikia yuko Muhimbili, yuko mahututi, kansa imempiga, madaktari wameshindwa. Wanachukua nguo ya Paulo wanakimbiza, wakimwangushia tu ile nguo. Jamaa hana kansa, hana ukimwi, hana tatizo. Mambo makubwa yakafanyika, mambo mazito yakatendeka. Wala haikuhitaji Paulo afike kule, ilihitaji nguo ya Paulo aliyoivaa, ilihitaji kitambaa cha Paulo alichojifutia jasho. Kilileta majibu ya watu ambao walikuwa wamekosa majibu. Kilileta majibu ya maswali ya watu. Watu walipona magonjwa, maana Roho Mtakatifu alijaa ndani ya Paulo. Alitenda pamoja na yeye, alienda pamoja na yeye, na mambo makubwa yakafanyika. Watu wanataja kuokoka wewe. Wanataja kuokoka watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaachaje? Mambo makuu na ya ajabu yakafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko mahali hapa. Mungu yupo atuhudumie. Na ninaamini atatuhudumia kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Atatuhudumia kwa namna ya ajabu. Biblia inasema ile 14 mstari wa 8 hadi wa 10 isome hiyo. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akamkazia macho na kuona kuwa ana imani ya kupona.
akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. Akasimama upesi akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hii iko na kina Barnaba anahubiri Injili kama zawa, kama jamaa kalishawatoroka. Huyu jamaa mwandishi wa kitabu cha Marko, wakati wanahubiri Injili, huyu Marko huyu, kuna wakati alipigwa na baridi za huko na mambo mengine. Amezoea, mama yake alikuwa yuko vizuri kiuchumi. Sasa wameenda naye kwenye Injili, akasema mwenyewe mnanichezea, akawatoroka. Akakimbia akawaacha. Na ndio maana tukisoma vizuri vitabu vya Paulo, kuna maana Paulo anamkataa. Anamwambia sasa hivi sasa Marko ananifaa. Lakini kipindi kile hakunifaa. Alikataa. Sababu wakati wanaenda safari ya pili, kama unakumbuka, wametoka kwenye kikao kile, wanaenda safari ya pili. Sababu ya Paulo na Barnaba kugawanyika ni hiyo. Huyu jamaa anasema simwachi mjomba wangu, maana Marko alikuwa ni mjomba wake wa Barnaba. Sema simwachi mjomba wangu. Paulo anasema huyu aliyetuacha huko tunahubiri Injili, siendi naye. Akasema tunaenda naye. Akasema bora tugawanyike. Jamaa ikabidi wagawanyike. Mmoja akapita huku, huyu Barnaba akaenda na Marko, huyu naye akaenda na mwingine na akina Sila. Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Bwana Yesu tusaidie. Sasa hapa wanahubiri Injili, mara pale wanapohubiri, yupo jamaa tokea tumboni mwa mama yake, alikuwa ni mlemavu wa miguu, hatembei. Wakati Paulo anahubiri anapiga anasema Yesu anaokoa, Yesu ana upendo, Yesu anafungua, Yesu anakomboa, Yesu anaponya viwete kutembea. Na yule jamaa akasikia yale maneno, akashangaa. Paulo anaona amekaziwa macho na yule kiwete. Paulo alipomtazama akagundua yule jamaa ndio amemwingia na anaweza akapona. Alipoangalia hii imani katenda kazi. Ndio maana Paulo anasema akaona imani, kwamba kuna imani ya uponyaji. Kama imani ipotenda kazi ndani ya Paulo, akasema kwa jina la Yesu waanze kutembea. Biblia inaniambia pale alipoenda akainuka, akaanza kutembea. Wewe acha, kwa nini watu wasimtukuze Mungu? Wakataka kuabudu Paulo na Barnaba. Paulo akasema na Barnaba, hamna, huyu ni Yesu mtu anayehubiri, mumtukuze Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Acha sasa hivi watu akifanya tena zenyewe ni za mazingaombwe, akifanya anawapiga watu, eti mtu anatapika misumari, kumbe ni mazingaombwe. Hapa na nitawaponya, ina majibu ya wao. Wewe majibu unayo. Hii ni kwa halisi. Na watu wengine sasa hivi majina yao ndio wanayatangaza tu, hawamsemi hata Yesu. Anaigiza kidogo kama anamsema Yesu, kumbe hamna. Mambo makubwa yalifanyika kwa karama hizi. Hii ya Wafalme wa pili niliyoisoma, ni watu fulani wanamchezea mtumishi wa Mungu. Wafalme ile vijana wahuni, vijana wanamchezea mtumishi wa Mungu Elisha. Wakasema paa mwenye upaa. Ni jamaa likagazilika. Wale watumishi wa Mungu, ndio maana mimi tukataza. Yaani kuna mambo tukiyatamka, kuna wakati wanawaza, yaani mimi hapa nikitekwa nitawaambia watu wote wa paralyze. Hapo unakujaje kunipiga? Una paralyze kwanza kwa muda. Bwana tusaidie. Mimi naamini hivyo. Walipokuja, wanamtendea Elisha, wanasema paa mwenye upaa. Maana yake Elisha alikuwa na upara. Yaani alikuwa na upara, wenda tulikuwa huku na twingine tuko huku, ambapo wote ni upara. Jamaa akamchezea, yanamtukana wale vijana, na walikuwa mmoja, walikuwa ni wengi kwa imani. Jamaa akasema kwa na waradi kwa jina la Bwana majeshi. Bwana tusaidie. Alikuwa na hasira. Nasema na waradi kwa jina la Bwana majeshi. Biblia inasema wakatokea ndugu wawili wa kike, maana yake wakali ndugu wa kike. Wakawanua vijana 40 muda ule wakafa. Hana mchezo kwa imani. Sema msinichezee. Imani hiyo nayo, na si watumishi kikichezea tunakupiga. Jamaa mmoja mchawi alikuja kumwambia. Akasema kwa jina la Yesu utikoni kwenye ukuta. Yaani ukuta isikini. Yaani anapiga ukuta. Sasa baadaye akashaga asubuhi akapo mmoja mkono mno.
Baadaye akafa. Akaumia, akasema hapo mimi huyu ndio nimemuua, inawezekana ndio alikuja kwa. Yaani wewe unamshitaki. Akaona upendo wa Yesu haujafanya kazi. Labda aliomba tofauti nyingine. Anamuua. Bwana tusaidie. Mimi mwenyewe alikuja siku moja mchawi, na wakati mwingine Mungu ndio maana huwa hatuonyeshi. Shangaa nimelala ghafla usingizi nikatolewa kwenye ulimwengu wa nyama. Natolewa kwenye ulimwengu wa nyama, mara namuona mtu. Kwa mfano niko hapa nimelala, nikamwona barabarani kule anatokeza. Kama anakuja ameshika kimkia fulani na kopo fulani, anakuja yeye anakuja tena yuko haraka. Alipofika tu akapita dirisha, alipofika kwenye ukuta, yaani ndio nionyesha kabisa kama mlango huu. Aipegamia, tunashangaa jamani naye. Yaani hakuna mchawi kwenye Mungu leo hazimimi na mlango. Ndio tunawaambia ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Shangani naye hapo. Sasa tuko vijana watatu tumelala. Kwa hiyo nimaliza kusoma Biblia kipindi hicho, nina ratiba ya kusoma Biblia mwaka mzima nimalize Biblia kwa ratiba nilikuwa nayo. Nimaliza niomba tu akaibuka. Shangaa. Nikashangaa akashika vizuri chupa kwenye mkono wa kulia, wa kushoto, wa kulia ukashika kile kimkia akaanza cha. Akafika kwa jamaa wa kwanza, jamaa yangu akapiga na mimi nilikuwa nimelala katikati. Akaja na kwangu. Walipofika kwangu nikiwa huko nikaambiwa omba. Nikaomba, mtu aliniambia kemea, nikakemea mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu sauti katoka. Na mimi nikatoka kwenye ulimwengu wa roho. Nilipokuja kwenye ulimwengu wa nyama nikakuta hali kuchafuka. Sasa nikagundua ni usiku na kuna wapangaji wenzetu, ikabidi niombe polepole. Nikaomba mara ya kwanza, nikafungua macho, ile hali bado ipo. Nikaomba mara ya pili, nikafungua macho, ile hali ipo. Nikasikia sauti inaniambia omba kwa sauti. Nikakemea kwa sauti, moto ukanikia jamani apika. Na nikasema baba nako bibi nakufa. Sasa nikaogopa kuomba kwa. Nikaacha kuomba, nasema nikufa. Nikaacha kuomba. Nikasikia nakimbia. Sasa sio tena ulimwengu wa roho. Wawili jana naenda naanguka. Yaani Mungu wetu tulemeni wa ajabu wapendwa. Mungu, yaani sisi huyu tunamuona Elisha na wao. Yaani sisi kuna wakati tukiachilia watu wanaweza wakafa. Hao wachawi wanaotusumbua. Tuanze usaidie. Akafa na huyo anarudije tena hapo kumwangia. Arudi. Anahama na kuhama. Wanaweza usaidie. Hizi zinasababisha kutenda. Maana yake tukijawa Roho Mtakatifu na hizi karama zikawa miongoni mwetu, moja au wawili watatu wakazibeba, tutamwona Mungu. Nimetangulia kusema hakuna aliye ndani ya kanisa la Mungu kwa hasara. Umo ili uwe faida kwangu, uwe faida kwa mtu fulani, uwe faida kwa watu ambao hawajaokoka, wana matatizo, wakutane na wewe, na wanapokutana na wewe matatizo yao yatatuliwe, ili wamwelekee Baba yetu wa mbinguni, wamtukuze Mungu wetu wa mbinguni. Wanapochiliwa kwao, Mungu wetu atukuzwe. Kama hizi kitenda kazi wapendwa, mambo makubwa yatafanyika, mambo mazito yatatendeka, na watu watamrudia Mungu wao aliyewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, haleluya. Tumalizie ni zile zinazosababisha uwezo wa kunena au wa kusema kuliko ubinadamu, kuliko mwanadamu. Yaani una uwezo, unasema, unaongea zaidi ya mwanadamu. Ngoja nitoe mfano. Kwa mfano, mimi ni Muha, na kiukweli wapendwa, sijui kabisa. Mimi ni Muha, sio Kiingereza. Sijui Kiingereza. Na bahati mbaya kati ya masomo niliyokuwa siyapendi nikiwa nasoma ilikuwa Kiingereza. Japo sasa hivi natamani kukijua. Sasa unashangaa napiga Kiingereza, napiga nini unaona, napiga sijui Samaria sijui nini, ndio Jesus sijui nini, halafu wala sina mashaka hapo baadaye umeishia umemaliza chuo. Yaani ndugu yangu mimi nilikuwa na darasa 7 tu halafu chochote unaniuliza, unajaribu kuniuliza kwa Kiingereza sikujibu. Sasa hizi karama hizi ambazo unazisema
zinakupa uwezo wa kunena nje ya kawaida ya kibinadamu. Maana tunategemea uzungumze Kisukuma kwa sababu wewe ni Msukuma na pengine umejifunza Kisukuma likana Wasukuma. Tunategemea uzungumze Kiha kwa sababu wewe ni Muha na pengine umekana Waha unakijua kama mchungaji anavyopiga piga Kiha sasa hivi. Wala usihofu wewe kama ni Muha, wewe mwambie Makeye mwenyewe maisha yataendelea. Na tunategemea uzungumze Kikuria kwa sababu wewe ni Mkuria au nimekaa Kuria na kijua. Useme Kihaya kwa sababu wewe ni Muhaya au umekana Waha unakijua. Lakini tunakushangaa wewe ni Mchambo unapiga Kiha na wakati hutawahi kufika kwa watu wa Kigoma hutawahi kuishi nao. Tunashangaa tunakuuliza tunakijua. Zenyewe zinakuwezesha. Hizi zile za kunena zinakuwezesha. Kama ni Mungu unapiga Kisukuma, Wasukuma hata wale wazee ambao hawajui Kiswahili wanalipata neno la Mungu kupitia wewe ambao hujui Kisukuma. Wanaweza kusaidia. Sasa zinakupa uwezo. Kwa sababu kikawaida ulimwengu una lugha kama 6,000 eti 6,000 ni ngapi? Ambazo tunatumika sana kama 4,000 na kidogo. Lakini unashangaa wewe unaweza kupiga, yaani kama unapenda piga. Sasa ndicho kinachotokea karama za Mungu zinapokuwepo. Utafika kwa watu hawajui lugha yako, wewe utasema lugha yako hata kama hujui. Bwana sasa asikie. Hivi nani? Hivi ni nani alizungumza Kiswahili? Alikuwa ni Enos. Ndio alipiga Kiswahili. Bahati nzuri walikuwepo na wale jamaa. Wanashangaa jamaa anazungumza kinajua ni lugha ngumu hizo. Anakipiga maana Roho Mtakatifu samejaa. Anapiga Kiswahili kile. Bahati nzuri walikuwepo wale wazee. Wakasema msema hivi na hivi na ndio Roho Mtakatifu. Nikisema lugha ambayo hameifahamu, Roho Mtakatifu hata nyamaza. Atatokea kwa lugha mnayoifahamu atafafanua. Hasa hizi ndio zinawezesha. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo ni unabii. Sasa unabii aina za lugha kutofasiri. Unashangaa na tofasiri Kiingereza wala sikijui. Ila kuna jamaa hapo mzee Makaja amepiga Kiingereza halafu mimi darasa la 7. Wanashangaa Bwana asema okokeni, badilisheni tabia zenu. Ila alikuwa yeye alisema kwa mwanzo kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zile zinazosababisha kunena, kusema, kuzungumza nje ya ufahamu wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ile Matendo 2:4 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Walipojaa Roho wakaanza kusema kwa lugha nyingine ambazo hawazijui, lugha ambazo hawajazisoma. Na ndio maana ukisoma ile mstari ya chini wanasema watu waliokuwa wamefika kwenye sikukuu ile ya Pentekoste. Maana yake ile sikukuu ya Pentekoste ilikuwa hivi: Wayahudi waliokuwa wanaishi Tanzania, waliokuwa wanaishi Ulaya, waliokuwa wanaishi wapi Amerika, ilipofika sikukuu ya Pentekoste walitoka Tanzania, walitoka Amerika, walitoka Potio, walitoka wapi Misri na wapi Iraki, Babeli, walienda kukusanyika wapi? Yerusalemu. Wakati wanatoka Iraki walikuwa wanajua Kiarabu, wakati wanatoka Ulaya walikuwa wanajua Kiingereza. Wanashangaa sasa Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste. Kuna jamaa anaitwa Paulo, wanaitwa Petro, hata shule hajawahi kujifunza lugha nyingine tofauti na Kiebrania, anapiga Kizungu, na mwingine anapiga lugha fulani, na mwingine anapiga Kiarabu, na mwingine anapiga Azama watu nimekuaje? Hawa semao ni watu wa aina fulani. Kwa nini wanazungumza lugha zetu? Au wameelewa? Kawaida mlevi hata kama hajui Kiingereza kielewa anakipiga. Wakati this yana naenda anapiga Kiingereza, ukimuuliza anachanga kuna sema hivi, mimi anasema why? Akipiga ni mahali maisha. Ka. Yaani ameelewa. Unaona? Haya ameelewa ni hamna hajaelewa.
I love my wife. Anapiga tu. I love you. Anamwambia mke wake, I love you. Haleluya. Anapiga funga hamna chochote anachokijua. Bwana tusaidie. Wakapiga jamaa amelewa. Azama Petro. Asema mna tatizo wajalewa wa jamaa wamejaza Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa karama ya hizi lugha, karama ya kunena kwa lugha inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa likijawa haya, matatizo mengine hata ya lugha maeneo ambayo hawajui Kiswahili tutayatatua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia, wakanena. Ile Mathayo 6:6. Hali kuna kitu kikubwa sana kinasema. Japo katika hali ya kawaida huwa kinatumika kwa fahamu zingine, ila sio kibaya. Naona baadhi ya maeneo ikifika muda wa kuomba wanafunga milango eti. Si watu wanasema wanafunga milango. Yaani kama wanaomba unashangaa watu wamefunga milango, tulieni msitoke nje. Na hapo sitarasema hivi. Bali wewe usalipoingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aliye sirini atakujaza. Tunaona hapo kamera kanazungumza habari ya sirini. Maana yake aonaye sirini. Hiyo aonaye sirini, yawezekana tutakuwa pamoja, sitaelewa unachokisema, lakini Baba aliye mbinguni atajua ni nini kinachosema hapa. Yawezekana sio milango hii ya jengo hili tunayoiona kwamba tunapoingia kwenye kuomba tuanze kuifunga. Anamaanisha nenda kwenye ulimwengu wa roho. Huko kwenye ulimwengu wa roho utajaliwa kunena lugha ambazo mimi sitakuelewa. Yawezekana hata mchungaji hatakuelewa. Yawezekana hata mtu aliyekanaye wakati unashandaraizi unasema maneno fulani ya kimbingu ya kimalaika hawatakuelewa. Lakini Baba anaye sirini, yeye ajuaye lugha zote za wanadamu na za malaika. Yawezekana unanena lugha ya malaika Mikaeli, yawezekana unanena lugha ya Gabrieli, lakini Baba ambaye ni Baba wa Gabrieli, Baba wa Mikaeli atajua unachokisema, atajua unachohitaji, atakujaza maana yeye anaona sirini. Bwana Yesu asifiwe. Wala hahitaji tufunge hiyo. Mimi sitile tu na mwingine hatajua, ila utawezesha kunena lugha mbaya iko sirini, na Baba ajuaye na kuona sirini atakujaza. Na ndio maana Paulo akasema mtu anenaye hujijenga yeye na roho yake. Maana yake utajijenga. Wakati hauko unalijenga kanisa, wewe utaimarika. Maana yake Mungu anayeona unachokinena. Wakati wengine pengine watasema na wapigia fujo, Mungu atakuimarisha. Mungu atakuimarisha. Wakati wengine wanasema yaani huyo kila siku anasema namna hii. Biblia inaniambia msimtuweze roho, msimzimishe roho. Mwacha huyo jamaa ajiunganishe na Mungu wake wa mbinguni. Mwacha huyo jamaa sunrise asome katika lugha za kimalaika kama zile za kina Daniel, Nene, Tekeli na Peresi. Maana yake wengine hawakuzielewa, lakini aliyetaja Roho Mtakatifu alielewa kinachosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana ile Matendo ya Mitume 10 ile Wakorintho upande wa 13 inawezekana. Nasema nitaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika. Inawezekana tukanena kwa lugha za wanadamu na za malaika. Ila bahati mbaya pale anasema kama sina upendo. Lakini wewe usiseme kama sina upendo. Geuza ushiriki upande wa pili. Toka kama sina upendo. Sema nitaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika kama nina upendo. Itakuwaje? Maana yake ni ajabu mno, na Bwana atajihudhurisha pamoja na wewe. Na ndio maana unaposoma andiko usiliangalia upande mmoja. Inawezekana upande unaonyesha upande hasi, wewe geuza onyesha upande chanya. Na maana nakwambia hivi, sasa nitaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, na nina upendo. Ninampenda mama fulani, ninampenda dada fulani, ninampenda baba fulani. Kuache ni moto wa Roho Mtakatifu. Ni Bwana kujitukuza, ni Bwana kuadhimishwa, ni Bwana kuinuliwa, maana umewezeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana
Yesu asifiwe. Mfalme Belshaza anaona mkono unaandika nene tekeli na pereshi, hawezi kujua ni nini kinachofanyika. Lakini wale ambao wamepewa uwezo wa hizi karama kutenda kazi ndani mwao za kunena nje ya kawaida ya kibinadamu, kama kina Danieli, wanazitofasiri, wanasema wewe mfalme, ufalme wako umeamuliwa, wamepewa watu wengine. Maana yake zinatenda kazi karama hizi za kunena. Tukijawa Roho Mtakatifu, Mungu atafanya mambo makubwa, Mungu atatenda mambo makubwa. Watu wanaota ndoto zinawashinda kufafanua katika jina la Yesu. Tutasema katika nafasi za kina Danieli, tutasema katika nafasi za kina Yusufu. Watu watapokea majibu yaliyoshindikana, watayapata. Maana tuna Roho Mtakatifu. Biblia inaniambia katika Mathayo 5:6, heri wenye njaa juu ya haki, maana watashibishwa. Kama kanisa la Mungu tuna wajibu wa kutaka Roho Mtakatifu. Biblia inaniambia Mungu anayeahidi asiyesema uongo atatushibisha, atatukamilisha, atatujaza. Hizi karama zitatenda kazi, kanisa itaimarika, watu hawatakuwa wa kawaida, watu watakuwa wa ajabu, kanisa litajawa nguvu, wagonjwa watafika na magonjwa wakarudi na magonjwa, wenye matatizo hawatarudi matatizo, Mungu atatenda. Haleluya, haleluya. Karama za Roho Mtakatifu, kufaidiana. Sinifai za kwako, zikufai za kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Niombe tunyanyuke. Hiyo heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Kiu yako, njaa yako ya kutaka kumwona Mungu akitembea na wewe kwa namna hii itakusababisha ujao wa Roho Mtakatifu, itakusababisha ujao wa Roho Mtakatifu, itakusababisha Mungu atende kupitia Roho wake mwezeshaji, anayetuwezesha, anayetuelekeza, anayetufundisha, anayetutia nguvu. Na Mungu Yesu Kristo anawaambia wale wanafunzi waliomwambia waliokutana pale Galilaya, aliposema atakuona mlimani, anasema msiondoke mpaka mtakapovikwa uweza, na katika uweza huo mtaenda. Hamtakuwa watu wa kawaida. Katika uweza huo mtatembea, hamtakuwa watu wa kawaida, mtaupindua ulimwengu. Na Biblia inaniambia watu waliokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu na karama zikitenda kazi, kuna mahali walifika wakasema, jamani, wale watu waliokuwa wanaabudu miungu mingine, watu waliokuwa wanaabudu masanamu, wanasema watu waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Watu waliojazwa Roho Mtakatifu wanapofika kwenye eneo ambao watu hawamjui Mungu, watamwona Mungu. Nikaona shukuru hapo juzi, maana pale tangia nifike sijawahi kuona mtu anakuja kuhubiri Injili, lakini kwa tangia tunalombea hitaji ya kwamba jamani, tuachilie madhabahu za Mungu maeneo ya kijiografia tunaishi. Na shangaa jamaa amekuja kuhubiri, anasema hii ni senta inaenda kule senta, nasema Yesu ahubiriwe mahali hapa. Nikasema asante Yesu, madhabahu yako hapa itasimamishwa. Lazima tusimame katika nafasi zetu madamu tu hai, tumwinue Mungu kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na napofika kwangu kabisa, yaani unaachaje kufanya matoleo kwa mtu kama huyo? Haleluya. Wapendwa, Biblia inasema heri mwenye njaa na kiu ya haki atashibishwa. Lakini Biblia inasema katika Yohana 7:37, siku ile ya mwisho ya mkutano aliyokuwa amehudhuria Yesu, inasema Yesu akapaza sauti akasema, yeyote aniaminie kama maandiko yanenavyo, sema mito ya maji yaliyo ya uzima itabubujika kutoka ndani yake, akisema habari za Mtakatifu. Maana yake tuna nafasi ya kujazwa, ya kufunikwa, halafu mito ya maji inabubujika. Anaposema mito ya maji, mambo mazuri ya uzima katikati ya mahala ambapo hapana uzima yakatoka ndani yetu. Na Biblia inasema linda sana moyo wako kwa vyote ulindavyo, maana ndiko pako chemchemi za uzima.
aliyejaa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wake, hakutoki makwazo kwenye maneno yake, hakutoki makwazo kwenye matendo yake, hakutoki makwazo. Kunatoka chemchemi za uzima, kunatoka baraka, kunatoka kielezo kizuri, na watu wanabadilishwa kupitia yeye. Tunamhitaji Roho Mtakatifu wapendwa, ili hizi karama zitende kazi. Tunahitaji kuzitaka kabisa, tuzitake, tuonyeshe mbele za Mungu kwamba tunahitaji. Wakati tunaimba wimbo huu, asante, tupo Baba, atachukua nafasi ya kutuombea. Tujawe nguvu la Roho Mtakatifu, lakini pia karama zitende kazi. Kama natamani pale kwenye unabii, karama ya unabii ni kama hii naifanya hapa, ni unabii, kuhubiri ni unabii. Hapa naweza nikatamka neno, kama uko makini, hiyo likabadilisha maisha yako, likawa neno la kiunabii kwenye maisha yako, kwa litakubadilisha. Na inawezekana nimeshasema likautachi moyo wako. Maana yake hapa niko kwenye karama ya unabii, na inawezekana kuna mahala ulikuwa uwezi, katika jina la Yesu Kristo utawezeshwa. Mara ngapi ulikuwa mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo Bwana atakuponya, Bwana atakuhudumia. Mara ngapi ulikuwa na shida, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi, wewe unaenda kutatuliwa shida hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati kikundi cha kusifu na kuabudu wanaimba wimbo mzuri unaonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu, mimi niombe, yawezekana una kiu hiyo, na Mungu yeye anataka wewe mwenyewe. Bwana Mungu